Pamoja na hilo, Allah subhanahu wa ta'ala kutupa mali yake, hakutuacha na akatuamrisha, jamani, kutukumbusha, toweni haki ambazo zipo ndani ya mali hizo. Anasema wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlafina fihi, toweni katika mali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekufanyeni nyinyi ni watawala, wasimamizi juu ya mali hizo. Lakini pia mtakapotoa hizo haki katika hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekufanya ninyi kuwa ni watawala, hakukuacha hivi hivi. Akasema wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, na mnachokitoa kwa ajili ya nafsi zenu katika khairi, hiko mtakikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mali wewe umepewa uwe msimamizi juu ya mali hiyo, lakini ukishaitoa ile haki ambayo ipo katika mali hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala kakuandalia wewe ujira uliokuwa mzuri. Mali si ya kwako, wewe umepewa usimamizi tu, lakini pamoja na hayo ukitekeleza yale ambayo yaliyowajibishwa ndani ya mali hiyo, ndani ya usimamizi wako huo, utalipwa malipo yaliyokuwa mazuri. Enyi Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amepiga mifano iliyokuwa mizuri katika kuhimiza jambo hili la kutoa. Katika sahihaini kwamba mtu mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu huyo akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, ayu sadaqati a'dhamu ajra, ni sadaka ipi ambayo iliyokuwa na ujira uliokuwa mkubwa mno? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha alfaqra wa ta'mulu alghina. Sadaka ambayo iliyokuwa na ujira mkubwa mno mbele ya Allah ni ile sadaka unayoitoa wewe, na ilhali ukiwa ni mzima wa afya, ukiwa na nguvu zako, unaweza kuitumia ile sadaka ambayo wewe unayoitoa. Si pale ambapo maradhi yamekukamata vizuri, umekatazwa usitumie lile, usifanye lile, huna haja na kile ambacho unachokitoa, kwa sababu huna afya ya kuweza kukitumia hicho, ndio unasukuma kwa watu wengine. Sadaka iliyokuwa nzuri na yenye malipo makubwa ni ile ambayo unaitoa na wewe hali ya kuwa ni mzima. Lakini sifa ya pili, ukiwa wewe unaipenda ile mali, una hamu na kubaki nayo, wataka ibaki kwako wewe, hiki ninachokitoa, milioni moja hii, gunia kadhaa hizi ninazozitoa, nikiwa nazo kizibakisha mpaka muda fulani nitafikia katika Rajab fulani, wapenda uwe nazo. Lakini pamoja na hali hiyo, wewe unaikamata nafsi yako vizuri, unaitupilia mbali na unaitoa ile haki ambayo imewajibishwa katika mali uliyokuwa nayo. Hiyo ni sadaka ambayo iliyokuwa bora na malipo makubwa mbele ya Allah. Wakati huo wewe unaogopa ufakiri. Mtu aliyekuwa na mali, katika mambo ambayo yanampa uzito katika kifua chake ni ufukara, anaogopa ufakiri. Ni jambo hatari sana kwa mtu ambaye aliyekuwa na mali. Moyo wake hautulizani, haupo katika utulivu kwa sababu tu ya kuogopa ufakiri. Kwa hiyo utamuona anapanga mikakati mbalimbali ya kuweza kudhibiti mali yake isimondoke na akarejea katika hali ya ufakiri. Wakati huo ambao wewe unaogopa hilo, basi ile sadaka unayotoa ndiyo iliyokuwa na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati huo ukiwa unatarajia utajiri. Lakini yenye waumini, zingatieni pia kisa cha Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, wakati ambapo yeye aliliandaa lile jeshi la al-Usra kwa mali zilizokuwa kubwa katika ile vita ya Tabuk, ambayo ilitokea katika wakati ambao ni mgumu mno kwa Waislamu. Wakati huo ambao Byzantine Empire walikuwa wametoa tishio kwa Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameongoza huo msafara wa kwenda katika sehemu hiyo ya Tabuk ambayo iko kaskazini mwa Saudia katika mipaka ya Jordan. Uthman bin Affan katika vita hii alitoa kiasi kikubwa sana cha fedha kwa ajili ya kuandaa jeshi hilo. Ni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watu ndio ambao waliosuhubiana na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawakuwa ni watu ambao
waliokuwa na mioyo iliyokuwa misusuavu mno katika njia ya Allah, katika kutoa mali zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakadiriwa kwamba alitoa kiasi cha bilioni 1.19, ndio kiasi ambacho alichokitoa kwa ajili ya kuliandaa jeshi hilo. Baada ya tukio hilo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, madhara Uthman ma amila ba'da al-yawm, hakitamdhuru Uthman kile alichokifanya baada ya siku hii ya leo. Lakini akina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, wao walikuwa ni matajiri wakubwa mno, walimiliki utajiri kwa kiasi kikubwa. Laiti ingekuwa ni katika zama zetu wangekuwa ni mabilionea. Hawa masahaba ni watu wa Maka waliohama kutoka katika mji wa Maka na kuelekea katika mji wa Madina. Walikabidhiwa mali na wao wakazikataa, wakaanza kuzitafuta hizo mali. Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia mali nyingi mno. Mtu huyu pamoja na mali yake aliyokuwa nayo, lakini hakuwa nyuma katika kuitoa katika mambo yanayohusiana na dini. Alikuwa ni mtu ambaye ni mwenye kukithirisha mno kutoa sadaka. Katika vita hii ya Tabuki pia panasimulia katika vitabu vya tarehe ya kuwa naye alitoa takriban bilioni 4 katika zama zetu sasa, kwa kadri ya sasa, katika vita hiyo ya Tabuki. Kwa ni watu ambao walitoa kiwango kikubwa cha mali katika kuiendesha dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa wakitoa zile haki ambazo zilizothibiti, zilizowajibishwa, zilizowekwa ndani ya mali zao. Katika hali hii ndio anatoa kiasi hii. Je, katika hali ambayo au katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwajibishia yeye atoe, anaweza kubaki nyuma? Bila shaka utaona watu hawa ni watu ambao walikuwa na pupa mno ya kutekeleza haki ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka katika mali zao. Nanukuliwa ana kauli anasema, ibtalaina bidharra fa sabarna wabtalaina bisarra fa lam nasbir. Sisi tulipewa mtihani na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya dhiki, hali ngumu, tukiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pamoja na hayo yote sisi tulifanya subra. Tulikuwa katika hali ngumu, lakini tulifanya subra, tukaambatana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukweli wa kuambatana. Lakini hivi sasa Allah subhanahu wa ta'ala katupa mtihani tena, mtihani ambao unakwenda kinyume na ule mtihani uliopita. Sasa tupo katika amani, tuna maisha ya raha, tuna mali kiasi kikubwa, lakini tunashindwa sisi kusubiri. Ndugu zangu, tukumbuke hali ambayo tuliyokuwa nayo kabla ya Allah subhanahu wa ta'ala kututunuku sisi mali. Tulifanya subra, tukajibana, tukamwelekea Allah, tukaamka usiku, tukatekeleza ibada mbalimbali, tukainamisha vichwa vyetu na mioyo yetu tukimtaka Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku chochote. Allah amekupa, watakiwa ufanye subra, uibane nafsi yako, uizuie nafsi yako. Baada ya kuizuia, uitoe haki ambayo iliyowajibishwa katika mali yako hiyo. Hii ndio subra ambayo unatakiwa uifanye, na hili walifanya ni shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu ataifanya mali yako iwe katika baraka na izidi mno. Lakini kumbukeni ya kuwa mali ambazo tulizoruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala zitafarikiana na wale ambao wanaozimiliki, na hakika kitu ambacho kitachobaki kwa mtu huyu anayemiliki mali ni amali zake njema alizokuwa nazo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yaqulu ibn Adam, mwanadamu asema mali mali, mali yangu mali yangu, akiwa ni mtu ambaye anayejifakharisha mno kutokana na mali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku huyu mtu. Mtume anasema, wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita. Huna mali wewe, hakuna kilichobaki au kitakachobaki kama katika mali yako isipokuwa kile ambacho ulichokitumia wewe ukakila kikakwisha. Au labista fa ablaita, ukakivaa kikachakaa, hiyo mali yako. Au tasaddaqta fa amdaita, au ukawa ukitolea sadaka, hiko ukawa umekitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni mali yako uliyoitumia katika kuila, katika mavazi, au ile ambayo uliyoitanguliza
mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, halipotei jambo kwake yeye, anakuhifadhia na ujira utaukuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho ulichokitoa, hiyo ndio mali yako. Na kinyume chake ni kuwa hicho ulichokibakisha, ambacho ubakhili umeukamata vizuri moyo wako, ukashindwa kukitoa, ukaogopa ufakiri, nitafilisika, si chako. Kwa sababu mali zinamilikiwa kwa zamu. Wawezekana wewe imekadiriwa kwa wewe kuimiliki mali ndani ya miaka 5 tu, au miaka 10, au miaka 20, 15. Kisha mali ile wakashika wengine, na wao wanaimiliki siku moja, siku 2, wiki, wanaondoka. Ni visa vingapi tunavyovisikia sisi? Watu wanajenga nyumba, wanazikamilisha, wananunua gari zao, wana vizuri zinaingia, lakini baada ya siku moja tukisha habari yake. Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria muda wake ufike, naye anaondoka. Wanamiliki ile mali watu wengine. Ni nani aliondoka na mali yake? Nitakwenda kuitumia mimi mbele ya Allah. Huko ninakokwenda itanisaidia hii, nikaanzishe miundombinu mingine. Wapi? Mali hizi tunazozimiliki, tumepewa umiliki wa muda. Ikifikia muda utaiacha mali uliyokuwa nayo na wataikamata watu wengine. Ndugu zangu katika imani, zaka, Allah subhanahu wa ta'ala amekufikisha katika kiwango cha kutoa zaka, na hasa wakati tuliokuwa nao msimu wa mavuno huu, kiwango kimefikia cha kutoa zaka. Hebu toa zaka. Watu wangapi ambao wanaulima, wanavuna mazao mengi, hawaitekelezi ibada hii ya zaka, lakini pamoja na hayo yote mali waliokuwa nayo haina baraka, hana maendeleo yoyote aliyofanya kupitia mavuno aliyokuwa nayo, mazao aliyokuwa nayo. Na ni watu wangapi ambao wanaovuna kwa uchache, maadamu wamekushafikia kiwango cha kutoa zaka katika mazao, na wanatoa zaka na Allah subhanahu wa ta'ala anawaruzuku katika mazao yao hayo. Amepata kidogo, lakini anafanya vitu vya muhimu katika maisha yake, anajiandaa vizuri, anapanga mipango iliyokuwa mizuri, na Allah subhanahu wa ta'ala anatia taufiki na kuwa ni mizuri na inatimia vizuri. Lakini mtu wa kwanza ni mtu ambaye alipata mavuno kwa kiasi kikubwa, kazuia haki, kaogopa, nitatoa gunia 10 hapa, sasa nitabaki ndani ya gunia 100, 200 uzozivuna 50, waogopa kutoa kiasi hiki, gunia 5, 7. Ni ubakhili ulioje ndugu zangu. Nani aliyeotesha mazao hayo ambayo wewe uliyapanda kisha ukarudi nyumbani? Nani aliyeyalinda mazao hayo? Allah majeshi yake ni makubwa kiasi gani, anashindwa kuyaondoa mazao hayo? Miaka mingapi iliyopita wadudu wanafanya kuharibu mazao, na watu wengine wameshindwa kuvuna kwa sababu hiyo. Kadari ya Allah tu aliamua kupitisha viumbe vyake katika shamba hilo. Wewe una nini mpaka Allah akakubalia kilimo chako na kikastawi vizuri na ukavuna hayo ambayo uliyavuna? Ndugu zangu katika imani, zaka, tusiwe wavivu katika hili. Allahumma ij'alna min muaddi zaka. Allahumma barik lana fi amwalina wa zuru'ina wa thimarina. Allahumma aghni al-furaqa al-muslimin. Allahumma qdi ad-din 'anil madinin. Allahumma arham mawta al-muslimin. Allahumma ansur al-islam wal-muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.